Lakini jambo jingine amelizungumzia mtu mmoja, mheshimiwa mmoja hapa, mambo ya uwekezaji haya. Hivi aliyetudanganya kwamba mwekezaji ni mtu special wa kuhurumiwa ni nani? Kwa sababu nchi hii wananchi wakilalamika, kuna mwekezaji. Hakuna mwekezaji, naweza nikatumia neno mgumu, hakuna mwekezaji mjinga kwenye dunia hii. Mwekezaji yeyote akija ameshapiga hesabu zake, ameziweka mfukoni. Ila sisi sasa tunaona amekuja kutuokoa katika watu wanaonyanyasa wananchi kwenye nchi hii. Wananchi wa maeneo husika ni wawekezaji mnaotuletea, na anakuja ana full document. Wananchi wanahitaji kushirikishwa. Ukimshirikisha hana shida. Anakuja mwekezaji, awe wa madini, awe sijui wa nini, anakuja ana full document. Kijiji hakina taarifa, ila wanasema kuna mwekezaji amekuja, wakati sheria ya uwekezaji inataka huyu wenyeji washirikishwe namba moja. Lakini namba mbili, mheshimiwa mwenyekiti, inataka wenyeji kama kuna ajira kwenye huo uwekezaji ndio wao wa kwanza kuajiriwa. Mwenyekiti, nasikitika kutaarifu kwamba Njombe ni miongoni mwa maeneo ambayo wawekezaji wanawanyanyasa wananchi, na ninashukuru Mungu kuna siku uliadresi kwa data vizuri sana hapa. Tuna mwekezaji huyo anaitwa DL. Wamekuwa wakiandamana wananchi kila siku. Mheshimiwa alishaelezea vizuri sana kwa sababu yupo kwenye jimbo lake Njombe mjini. Amekuwa kinyanyasa wawekezaji wafanyakazi sana. Lakini Mheshimiwa Samia mwaka jana alipokuja alimpa ahueni kwamba uchukue hela CRDB, sisi serikali tunakudhamini. Amechukua zile pesa amepeleka kwenye makampuni yake mengine ya Kenya na Uganda. Mheshimiwa Siglada, unaongelea Njombe, lakini ngoja kwanza kuna taarifa pale. Nimeona Mheshimiwa Naibu Waziri amesimama. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesimama kwa kanuni ya 78, kanuni ndogo ya kwanza ambayo inaongelea kuhusu utaratibu. Ningependa kujua kanuni ya 74, kanuni ndogo ya kwanza inasema bila kuathiri masharti ya ibara ya 100 ya katiba yanayolinda na kuhifadhi uhuru wa mawazo na majadiliano katika bunge. Mbunge ukienda K inasema mbunge hatatumia lugha ya kuudhi inayodhalilisha watu wengine. Mheshimiwa Sigrada wakati anazungumza ametumia maneno ambayo yanadhalilisha wawekezaji, na anasema hakuna watu wanaoongoza kwa kunyanyasa raia kama wawekezaji. Lugha hii ni ya kuudhi, ni lugha ambayo inadhalilisha wawekezaji wanaokuja kuwekeza fedha nyingi katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini kama haitoshi, inaweka rehani nguvu kubwa anazotumia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan za kuvutia wawekezaji kwenye nchi yetu. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, naamini Mheshimiwa mbunge anayezungumza anavunja utaratibu wa bunge kwa kutunza staha na kulinda watu. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa. Asante. Mheshimiwa, naomba niongeze. Tunaenda na moja kwanza. Mheshimiwa Siglada, kuna maneno kwamba. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa ndio tunaowatafuta. Hawa ndio wako nyuma ya wawekezaji. Ndio maana wawekezaji wanakuwa na viburi sana. Hakuna lugha ya kuuzi niliyotumia. Nimeongea uhalisia, lakini mimi nilishaambiwa humu sijitambui. Kwa hiyo fanya kama hayo maneno ameongea mtu asiyejitambua. Naendelea Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa, taarifa. Mheshimiwa Siglada, polepole. Maneno kwamba wananyanyasa wananchi. Manake kimsingi unatakiwa uje na ushahidi hapa. Sasa kwa vile huwezi kutoa ushahidi, ni bora ukayatoa. Ushahidi ninao, na ni Njombe ambako DL wamefukuza wafanyakazi wote walioandamana mwezi uliopita kudai mishahara yao, na barua ninazo. Kwa hiyo simple tu. Mheshimiwa Siglada. Ndio. Natakiwa kuleta ushahidi huyo. Naomba tuende polepole. Yeye anaongea na kiti sasa hivi, msimchanganye Mheshimiwa Siglada. Maneno kwamba wawekezaji wananyanyasa wananchi. Manake huna muda wa kuleta huo ushahidi hapa. Kwa hiyo ni bora ukayaondoa kwa wakati mwafaka. Kwa wakati mwafaka ukaleta hoja yako kuhusiana na jambo hilo. Mheshimiwa
Mwenyekiti, mimi dhambi nilizo nazo zinatosha. Siwezi nikabadilisha lugha kwa sababu naamini kweli wananyanyasa. Sasa niseme uongo? Ndio lugha sahihi. Wanawafukuza, hawawalipi mishahara, watu wanaandamana kila siku. Hilo tutumie lugha gani? Kwamba wanawapenda au? Kunyanyasa nayo imekuwa ni debate. Kwa mujibu wa kanuni zetu, hautakiwi kubishana na kiti. Utakiwi kubishana na kiti. Aidha utoe hayo maneno au usiendelee kuchangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe ni babangu, mlezi wangu. Kwa heshima yako nayaondoa.